Ndio maana shetani alipokunyang'anya kale kakitu cha ulikuwa nako kako. Kuna kila mtu hapa kuna kitu yake yenye Mungu alimpa. Na hata kama haijaanza kufanya kazi, leo tukianza kuomba hiyo kitu itaamka ndani yako. Kuna wengine kabisa hata roho shakutokea kabisa, hata ushaota ndoto. Ushaota ndoto ukiwa unaombea wachungaji. Mimi hata ni kwa jinsi yangu moja, mimi kuna nyingi. Si moja swala nikikwambia ukiiba moja niko na kama 4 hivi. Haleluya. Sina kama moja. Swala nikikwambia nilimwambia Mungu sitaki moja maana ninaweza kujipanga nimesema. Haleluya. Siri yangu moja, Bwana amenipa mzigo wa kuwaombea wachungaji. Mimi hapa sikumbukangi kujiombea. Mungu amenipa mzigo wa kuombea wachungaji. Na wakati naombea wachungaji, Mungu ananiinua. Amen. Kuna watu hawa, kuna siri ulipewa. Wewe ni mtu wa madhabahu. Wewe ni mtu wa maombi. Siri yako ni ndoto. Siri yako ni ndoto. Unaotanga ndoto zinatokea. Lakini kwa sababu ya mdomo kila mtu unajua nimeota. Unajua nimeota ndoto zikakufa. Uoti tena. Hata ukiota unaota ng'ombe zinakufukuza. Ulikuwa unaota malaika wakitembea, ulikuwa unaota ukijiona kwa crusade, ulikuwa unaota ukiona unaombea watu wanapona. Saa hii chenye unaota nende inakufukuza. Sura inakufukuza. Kwa sababu waligeuza ndoto yako. Maana walijua hiyo ndio siri yako. Haleluya. Kuna watu wengine hata afadhali ukiwa umekaa hivi tu unaonyeshwa kama wow. Unaonyeshwa kama. Na kwa sababu wewe kulia. Unajua mimi nilikuwa nimekaa. Nikaona. Wakati kumbe hata una nguvu ya kuona. Wanaenda wanakaa kikao. Nasema zima hiyo kitu. Unapita ndani uone tena. Uone tena. Maana washakupokonya siri yako. Haleluya. Mimi wakati ninaambia mimi niko na nyingi. Siri nyingine yenye Mungu alikupatia ni kulisha watumishi wa Mungu. Ni kulisha watumishi wa Mungu. Mimi na uchungaji wangu wote, ukimpigia babangu atakwambia, mimi na uchungaji wangu wote naenda sokoni mwenyewe, sio kutuma mke wangu. Naenda sokoni mwenyewe, nitumie tomato kilo 2, nitumie viazi kilo, nitumie na kitunguu, nitumie na viazi, weka na dania, weka na hoho, weka na kitu kingine, weka na maembe, weka hapo. Mimi huyo mpaka kwa mchungaji nakuja na mtatu. Na hiyo ndio maana kwangu hakuna njaa. Amen. Amen. My friend, ninakuombea mtoto wangu, Mungu leo kwa ibada hii akufunulie siri yako ni nini. Na akikufunulia usimwambie mtu. Na iwapo ni lazima mwambie mtu, nifuate mimi uniambie. Haleluya. Hata yule mwenye yuko karibu na wewe, hata mwenye unajua hapa ni rafiki yako wa mwisho, usimwambie. Kwani Yesu alisalitiwa na nani? Yesu alisalitiwa na nani? Wanafunzi wake. Alisalitiwa na nani? Wanafunzi wake. Yakobo alikataliwa na kina nani? Ndugu yake. Yusufu alikataliwa na kina nani? Ndugu yake. Si ndugu zake. Kuna vitu ni siri yako. Na nimekuja kugundua hicho ndio kitu kinaangamiza anga sababu hapa. Mungu ameanza kukuonyesha vitu na wewe ukaanza kuambia watu. Na nikwambie ya ukweli. Hapa kuna watu wakitoka hapa wanaenda kwa uganga. Na watu wakitoka hapa Jumapili katikati ya wiki wanaenda kwa vitu zao. Na wewe unafikiria ni haleluya mwenzako, unamwambia vitu zako. Haleluya. Haleluya. Nianza kufinga pale sawa. Kama unataka, na waomba watoto wako, kama unataka kuanza kuingia kwa viwango za kutumika na Mungu, kuna vitu Roho ataanza kukufunulia. Kuna mambo Mungu anafaa kuanza kukuambia. Akianza
ikianza kutendeka, tafadhali usimwamini mtu yoyote. Na yule mtu unaweza kumwamini ni mchungaji wako peke yake, na hata yeye umepima roho yake kuokoka. Umepima roho yake kama kuokoka. Wengine ni wachungaji lakini ndani ni upo mwingi. Wakiona hiyo kitu inainuka wanaisima. Wakiona hiyo neema inakuja wanasima. Wakiona wanataka kufunguka macho wanasima. Mara wanatoka kifunguka macho utaona. Haleluya. Vitu vitatu unazohitaji ili urejesho ufanyike.